alikuwa na mvuto wa kipekee katika jamii yake uliotokana na moyo wake wa utu na uchapakazi. Uzoefu wake katika medani za siasa na dini ya Kiislamu. Kijana Haruna aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Ngamu kati ya mwaka 2021. Lakini pia hapa kuna mtiririko wa wadhifa au nyadhifa ambazo aliwahi kuzishika kijana Haruna Said Ntandu. Mwaka 2012 hadi 2014 aliwahi kuwa naibu sheikh wa mkoa wa Njombe. Mwaka 2020 hadi 2023 alikuwa ni katibu wa mbunge jimbo la Singida Kaskazini, kwa sasa hivi linaitwa jimbo la Ilongero. Mwaka 2025 mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya na mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. 2025 mratibu wa timu ya kampeni ya uchaguzi mkuu wa CCM wilaya. Familia aliyoiacha. Mwenyezi Mungu alimjalia kijana Haruna familia kubwa na yenye baraka tele. Ameacha wake wawili na watoto 13 ambao wote walipokea malezi yake ya upendo, ukarimu, nidhamu, juhudi na misingi ya kumcha Mwenyezi Mungu. Kifo chake. Kijana Haruna Said Ntandu alipata ajali ya pikipiki siku ya Jumatatu tarehe 17 Novemba 2025 majira ya saa 3 usiku maeneo ya Jineri Singida mjini. Wasamaria wema walimkimbiza hospitali ya rufaa ya Mandewa kwa ajili ya matibabu. Baada ya vipimo vya uchunguzi wa madaktari walibaini kuwa kijana Haruna alikuwa na mpasuko wa ubongo, yaani kitaalamu tunaita severe traumatic brain injury. Madaktari walijitahidi kuokoa uhai wake, lakini haikuwezekana na hatimaye kupelekea kifo tarehe 21 Novemba 2025 majira ya saa 12:30 asubuhi. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumekusanyika hapa kumwenzi na kuomboleza kifo chake, kifo cha ndugu yetu, na hatimaye tutamzika kwenye nyumba yake ya kuelekea akhera. Hitimisho. Kijana Haruna Said Ntandu atakumbukwa kama mcha Mungu, mwanafamilia mwema, mchapakazi hodari na mzalendo kwa taifa lake, mpenda watu na kiongozi madhubuti katika jamii yake. Mwenyezi Mungu amrehemu, amsamehe makosa yake, amwangazie nuru katika kaburi lake, ampe kaburi pana na amuingize katika pepo ya daraja la juu kabisa. Amin. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hakuna binadamu ambayo anaweza akaishi milele. Allah subhanahu wa ta'ala amemwita kwa jina ya Habibullah, ambaye ni mtume wetu Rasul, lakini pia kaonja mauti. Kwa Waislamu tunasema kullu nafsan dhaikatul maut. Ndugu yetu ambaye ametangulia mbele ya haki alikuwa mchapakazi, alikuwa mwana CCM kindaki, na alikuwa mtu mwema sana na mpambanaji. Mimi katika kampeni zangu nilipoteuliwa tu alikuwa hanipi nafasi hata kusoma ilani. Yeye anakuwa tayari ameshasoma, ameshanieleza, ameshaniandalia kwamba sehemu gani niongee kitu gani. Lakini siku ya kwake kupata ajali, siku moja kabla, mimi niliongea naye, ingawa tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara, na akaniuliza kwamba tarehe ya huku bungeni inaisha lini. Nikamwambia siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa jana. Na kama nilivyowaeleza wanafamilia ni kwamba aliniomba tupange safari ya kuzunguka katika jimbo hili ili tuweze kutoa salamu zetu za shukrani kwa wananchi kwamba wamenipigia kura pamoja na Mheshimiwa Rais na kuheshimisha jimbo hili
baada ya kuchagua madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi, na alikuwa ananiambia kwamba ninaomba sana kwamba ziara yako mheshimiwa mbunge ianze nyumbani kwangu alafu ishie Ilongero. Baada hapa ndio utoke uendelee na safari yako. Na mimi nilikuwa namwambia kwamba kwa nini tusianze Ilongero alafu tumalizie kwako? Akanambia hapana. Nikamwambia basi hiyo siku ya Jumamosi ambaye leo tukikaa pamoja na timu yetu tutaweza kupanga kwa pamoja. Nyinyi pangeni, mimi nikija nitajumuika na nitaenda pale ambapo umenipangia. Tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ukweli, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na leo nipo katika ziara nikiwa naaga mwili. Mungu ni wa ajabu sana. Nimeishiwa nguvu, nimeumia sana, nimeumia kiasi ambacho nikawaeleza viongozi wangu hapa kwamba nitashindwa kuendelea na ziara kwa sababu nina majonzi ya kupitiliza. Nikamwambia pale atakapopatikana mwenyekiti wa halmashauri, basi nitakuja kumtambulisha, na hapo hapo nitafanya hiyo ziara ya kushukuru wananchi wote. Lakini niweze kusema kwamba hiyo ni fundisho kwetu wote, namna kuishi na wabinadamu. Leo umati huu imefunika kwa sababu yeye alikuwa mtu mwema, alikuwa anajua namna kuweka uhusiano, namna kuishi na familia yake, namna kuishi na ndugu, namna kuishi na wananchi kwa jumla. Ndio maana sisi sote imetugusa, tumekuja kumwaga marehemu. Nimalizie kwa kusema kwamba ninawashukuru sana viongozi wote waliosimama pamoja na wanafamilia. Bi Amina diwani wa Meria, nilikuwa ninazungumza naye mara kwa mara, takriban kila siku nilikuwa naongea naye, nilikuwa nafuatilia hali ya mgonjwa unaendeleaje, huku nikiwa ninaomba. Yani jana nilikuwa napambana imalizike haraka, hata kusikiliza yale mafunzo nilishindwa, sikuelewa, kwa sababu roho yangu ilikuwa kwamba muda gani nifike hapa na nishiriki katika mazishi. Bahati nzuri nikiwa njiani nimeambiwa mazishi sasa ni kesho. Nikasema alhamdulillah rabbil alamin. Niwashukuru sana, asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Kila mtu aliweza kumfahamu marehemu kwa jinsi anavyoweza kumwona. Binafsi ni wapole sana wafika, lakini nami nimeguswa kwa namna yangu msiba huu. Wengi mnafahamu wilaya ya Singida vijijini, mimi ni mgeni kwa maana si mzaliwa wa hapa. Kilichonileta hapa ni utumishi. Baada ya kuripoti kwenye wilaya hii, niliona majina ya wajumbe wangu wa kamati ya siasa, lakini wenyewe sikuwaona wote. Lakini marehemu Haruna aliposikia wilayani kwetu kumepatikana katibu mpya, alikuja nyumbani kwangu kujitambulisha. Kwanza si utamaduni wa kawaida, nikamshangaa kwamba nilitegemea angenikuta ofisini. Alikuja akajitambulisha kwangu, akanitakia heri katika utumishi na akaniambia hapa utafanya kazi nzuri. Hakuwahi kuniacha kwenye utumishi, mara zote amekuwa akinisaidia kazi.
ni mtu ambaye hata mkikaa mkipeana maelekezo atatimiza kama vile mlivyoelekezana. Tukashirikiana kwa muda ambao nipo, lakini tulitoka kwenye ujumbe, tukatoka kwenye urafiki, tukabaki kwenye undugu. Leo mimi Anzuruni nimeondokewa na ndugu yangu, sikuondokewa na rafiki yangu, sikuondokewa na mjumbe wa kikao, kwa jinsi ambavyo nimeweza kuishi naye. Lakini yote tutakayosema, kazi yetu ya msingi ni kumwombea heri baada ya kumaliza mwendo wake katika ardhi hii. Kwa hiyo tumekuja kutoa pole, lakini kushiriki mazishi. Mwenyekiti wangu wa CCM Mzee William Nyalandu naye anapitia ibada ya maradhi, anatuma salamu nyingi za pole kwa wanafamilia. Lakini wakati wa kuuguza tulishirikiana sana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Godwin Gondwe, naye alitamani kushiriki mazishi haya. Ameshindwa kwa sababu mkoa wetu una mgeni ambaye ni waziri mkuu anafanya ziara kwenye mkoa na leo yuko wilayani kwake Iramba. Kwa hiyo akatuomba, yeye alikuwa ni sehemu ya shughuli ya leo, amekwenda huko kwa ajili ya kuwa sehemu ya utaratibu wa majukumu yake. Kwa hiyo mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya anatoa pole nyingi sana kwa familia, lakini wetu wa wilaya naye anatoa salamu nyingi za pole. Kazi yetu ya mwisho ya msingi kabisa, msiba usiwe chanzo cha sisi kufarakana. Msiba utuweke pamoja, msiba utupe pia. Na ndio maana kufa kwa Haruna tuliambiwa tusilie, tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana yake tunamthibitishia Mwenyezi Mungu kwamba tunatambua kilichomkuta mwenzetu Haruna na sisi kinatuhusu. Kwa yeye ametangulia na sisi ni kwake tutarejea Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema hayo, nimuombe kwa niaba ya katibu wa CCM mkoa, kama tunavyojua katibu wa CCM mkoa ni mama, basi msaidizi wake aje atupe salamu za mkoa. Nasi kama chama wilaya tunaendelea kukusanya rambirambi na tutazikabidhi hapa. Sehemu ya mchango wetu tulikabidhi jana usiku, lakini leo tutakabidhi mchango mwingine. Karibu katika. Poleni sana wanachama wenzetu wa Chama cha Mapinduzi. Msiba huu kwa kweli umetugusa kwa kiwango kikubwa. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida, mama yetu Martha Moses Mrata, lakini pia kwa niaba ya katibu wetu wa CCM mkoa ambaye yuko hapa na sekretarieti yake ya mkoa mzima, kusema poleni sana waombolezaji wenzetu. Ndugu zangu, hatuna mambo mengi na maneno mengi ya kuzungumza katika jambo hili. Sisi sote tunamrudia Mwenyezi Mungu, sisi sote tunarudi kuomba kwa Mwenyezi Mungu mwenzetu aliyetangulia atangulie salama na tumuombea na safari njema. Baada ya kusema hayo machache, naomba niwasilishe mkono wetu wa pole kwenye familia kwa niaba ya ofisi yetu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida, lakini pia kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa CCM mkoa. Jina naitwa Jumanne Musa Kitanto, ni msaidizi wa mkurugenzi wa taasisi ya Ansarul Muslim Youth Center, lakini ni mkurugenzi mtendaji pia wa taasisi ya Ansarul Muslim Youth Center ambao tunamiliki shule ya Al-Faruq. Kwa niaba ya viongozi wenzangu niweze kusema neno kutokana na tukio hili muhimu sana ambalo limemkuta mdau wetu wa elimu. Bwana Haruna, Allah muhifadhi, ni miongoni mwa wadau wetu ambao wanasomesha vijana wake katika shule ya msingi Al-Faruq na mpaka sasa na vijana wawili. Hivyo basi, kwa ajili ya kusaidia jambo hili niweze kusema uongozi wa shule ya msingi Al-Faruq itabeba dhamana ya kuwalipia ada hao wanafunzi wawili mpaka atakapokuwa amemaliza shule, mmoja akiwa darasa la pili lakini mwingine ni darasa la 5. Familia itabeba michango midogo, lakini upande wa ada uongozi utafanya hivyo. Asanteni sana. Kwa kweli
Mimi binafsi nimejifunza katika msamaha huu, na nataraji sote tutakuwa tumejifunza. Kwanza kwa kitendo tu peke yake cha kutangulia makusanyo ya sadaka kwa ajili ya ndugu zetu walioondokewa, nimejifunza sana. Kwa nafasi yangu niwaombe sote watarajiwa wa kifo, mara inapotokea mmoja wetu amefutariwa na Mwenyezi Mungu, basi kipaumbele katika jumla yote hichi ambacho kimefanywa mbele yetu, halafu ndio yafuatie maneno mengine baadaye. Kwa nini nimevutiwa na haya? Kwa sababu tumekuwa tukikusanyika katika mikusanyiko mbalimbali ya misiba. Misiba mingine tunabahatika kuwa wengi sana, lakini baada ya ule wingi wetu kusaidia familia iliyoondokewa, matokeo yake na sisi tunakuwa mizigo ya kuiacha familia katika dimbwi la madeni kwa sababu ya kuondokewa. Nimefarijika sana leo na mpango huu. Tumekuwa tukiwaacha wajane katika hali ngumu ya kuondokewa. Tumekuwa tukiwaacha mayatima katika hali ngumu ya kuondokewa. Kutokana na umuhimu wa maisha ambao kwamba yanayotakiwa yaendelee kuishiwa na wanaostahiki kuishi ambao ni wajane, wengine hupelekewa kutoka wakiwa ndani ya eda kutafuta maisha yao na maisha ya watoto wao ili waendelee kuishi, kula, kunywa, mavazi na usafi. Hawezi mwanamama kuendelea kukaa ndani ya eda wakati ana watoto wana mahitaji hayo. Utamaduni wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu anakuulizeni katika maulizo aliyoyauliza juu ya muulizwaji. Sote watambuzi wa maulizo hayo, lakini hoja si utambuzi, hoja ni kuyafuata yale ambayo tulikuwa tunayatambua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailun lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqa Allah. Haya maneno ni maneno magumu. Kwenda kusali ndiko maneno aliyomalizia mwenyewe Allah, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun.
Baada ya mwanzo kuanza, umemuona ambaye anayekadhibisha dini? Mkadhibisha dini ni yupi? Ni yule ambaye asiyeshughulikia mayatima, asiyolisha mayatima, asiyolisha maskini. Hao ndio wakadhibisha dini. Lakini hao wanaokadhibisha dini ndio wanaokwenda kusali vipindi vitano, ile hali wamekadhibisha dini. Ndipo Mungu alipomaliza maneno yake akisema, fawailul lilmusallin, ole wenu nyinyi mnaosali. Katika sala zenu hizo mnazosali mkaisahau uwajibu wa kutekeleza sala zenu. Nao wajibu huo, hamwalishi mayatima, na katika kuacha kuwalisha mayatima ni kusahau sala zenu na kuzipuza sala zenu. Kwa hivyo Mungu amekutahadharisheni, fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wenye kusali na wenye kuzisahau sala zao na kuzipuza kwa kuacha kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaelekeza. Ndugu zangu wana mazishi, nichukue fursa hii adhim kuwashukuruni nyote kwa kuthamini udugu wenu kwa ndugu yetu Bwana Harun. Mumetoa sadaka zenu, na inshallah kwa fadhila zake Mungu atakulipeni ujira kwa yale ambayo yanayofanana na kile ambacho mlichokitoa. Lakini tuchukue hatua ya kuendelea kuisaidia familia yetu, familia ambayo imeondokewa. Tuendelee kuwafariji, lakini pia tuendelee kutimiza urafiki kwa ndugu yetu Harun. Usiwe leo ndio mwisho wa urafiki wetu kwa ndugu yetu Bwana Harun. Tukiondoka hapa tukawa tumemsahau. Lakini kwa kipekee kabisa nichukue fursa hii adhimu kuwaomba viongozi wenzangu wa dini na madhehebu mbalimbali, tutumie kwa unyenyekevu kabisa nafasi zetu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunuku. Tuwe viongozi wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Tusiwe viongozi wa kuamrisha umma ufanye mabaya badala ya kuzuia umma usifanye mabaya. Nichukue fursa hii adhimu kuwaomba viongozi wenzangu wa madhehebu yote ndani ya mkoa wa Singida, ikiwapendeza pia na nje ya mkoa wa Singida. Sisi viongozi wa dini tumepewa dhamana na Mola kuhakikisha tunawaongoza vyema wale ambao wenye itikadi zetu. Sisi viongozi wa dini tusiwe ndio chanzo cha kuvuruga amani ya nchi yetu katika nchi ya Tanzania. Sisi ndio tuwe wa mwanzo kuihubiri amani, utulivu. Unapopatikana amani na utulivu, ndipo shughuli zingine zinapopatikana, kama shughuli hii ambayo tuliokusanyika kutoka vijiji mbalimbali, maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kumtekelezea ndugu yetu Harun haki yake ya kimsingi baada ya kuondoka kwa mujibu wa imani yake. Nayo ni moja, kwa mujibu wa imani yake anatakiwa akoshwe. Baada ya kukoshwa anatakiwa akafiniwe. Baada ya kukafiniwa
anatakiwa asaliwe. Baada ya kusaliwa, anatakiwa azikwe. Moja katika haya yanapokosekana kwa mujibu wa imani yake Bwana Harun, atakapokuwa amezikwa, moja ya utaratibu huu ukawa haupo kwa mujibu wa imani yake, anatakiwa afukuliwe, atendewe haya. Kama itakuwa hakukoshwa akoshwe, kama itakuwa hakusaliwa asaliwe, kama itakuwa hakuvishwa sanda avishwe sanda, kama itakuwa amezikwa basi na kuelekezwa kibla, anatakiwa afukuliwe ili aelekezwe kibla. Mambo haya hayawezi yakapatikana pasina kupatikana amani. Tutamuosha saa ngapi wakati nchi ilichafuka? Tutamkafini saa ngapi wakati nchi ilichafuka? Tutamsalia saa ngapi wakati nchi ilichafuka? Saa ngapi tutatazama mayatima na wajane wakati nchi ilichafuka? Saa ngapi tutasaidizana? Kwa hivyo niwaombe wanamazishi pamoja na viongozi wenzangu wa madhehebu mbalimbali, kazi yetu kubwa kuiombea nchi na kuomba Mwenyezi Mungu atuendeleze kuweka nchi yetu katika amani, ili tuweze kutekelezewa haki zetu za kimsingi pale tunapokufa, tuweze kusaliwa na tuweze kuzikwa. Ndugu zangu viongozi wenzangu, sisi kama viongozi tunayo heshima kubwa na sauti kubwa. Sisi tunaongoza mpaka wanasiasa wote hawa, wao wanatusikiliza sisi, na kama wao wanatusikiliza sisi, kwenye misikiti yetu tunao waheshimiwa kama akina Bula Mali hao, wanahudhuria ibada zetu. Anapokuweko msikitini, uheshimiwa wake unakuwa pembeni, anasikiliza nini shekhe anamwelekeza katika uadilifu juu ya nafasi yake, katika maisha ambao kwamba anatakiwa aishi juu ya imani yake. Na viongozi wengine mbalimbali wa nchi hii ambao na wao wana imani zao, hawaingii misikitini, wanaingia makanisani. Huko makanisani tunatakiwa tuwahubiri mahubiri yaliyo mema na kuwapa misaada na kuwajaza hofu ya Mungu, ili waendelee kuishi na kutenda haki katika mamlaka na nafasi zao. Wakati wanakuja misikitini, ndio kipindi chetu cha kuwahubiri watende haki katika nafasi zao. Tunao viongozi mbalimbali wa sekta mbalimbali, wakurugenzi, mainjinia, manesi, wahalul majara. Hawa wote ni waumini wetu sisi, viongozi sisi, hawa ni waumini wetu. Wanapokuja ni lazima tuwahubirie uadilifu katika nafasi zao, sio kuihubiria nchi iweze kumgomea rais katika matamko ambayo yanatolewa kwa niaba ya serikali. Wajibu wetu sisi kuhakikisha waumini wetu wa sekta zote, idara zote ambao wameingia katika utendaji wa serikali, wajibu wetu sisi kuwahutubia kwamba wawe waadilifu katika sekta zao, wawe wacha Mungu katika sekta zao, wawe wana hofu ya Mungu katika sekta zao. Ndipo haki inapoweza kupatikana. Hii ndiyo njia pekee ya kuweza kulifanya taifa letu lisiingie katika machafuko, ni kuwahubiri hawa ambao kwamba tumewapa madaraka, wanaendelea kula rushwa. Hawa ndio wanaosababisha taifa au viongozi wa ngazi za juu kuonekana wabaya. Wanaohukumu mahakamani ni waumini wetu, ni waumini wa Kristo, ni waumini wa Kiislamu. Tuwaambie wanapohukumu katika kesi zao mahakamani, wahukumu kwa uadilifu,
wasiwaonea watu, sio sisi viongozi kusimama kwenye madhabahu mbalimbali, kwenye membari mbalimbali na kutoa matamko ya kuwagawa Tanzania. Oneni fahari ya Tanzania. Ndoo hizi hapa zimejazwa fedha, sio za Waislamu peke yao. Sio kuwa na dini wapo hapa wamekuja. Na wamechangia katika kusaidia mayatima walioachwa na ndugu yetu. Katika kusaidia wajane walioachwa na ndugu yetu. Wakristo wametoa michango yao hapa. Na kwa Ukristo wao, sio kwa maana wao ni Wakristo ndio Mungu akaacha kuwalipa. Bali isipokuwa pamoja na Ukristo wao, Mungu amethamini na Mungu anathamini hicho walichokitoa na Mungu atawalipa. Ndugu zangu, viongozi wenzangu na wana mazishi kwa jumla na Waislamu wa mkoa wa Singida, katu tusikubali kugawanywa kwa munasaba wa dini zetu, kwa munasaba wa wanasiasa, tukaiharibu nchi yetu. Turudini kwa Mwenyezi Mungu. Sisi wa Tanzania ni taifa lililo bora, taifa la watu wastaarabu, taifa la watu waelewa, taifa ambalo ndio kimbilio la mataifa mengine wanapokuwa wamechafukiwa na hali zao. Tuendelee kudumisha ustaarabu huu. Vijana, msitumike katika kuendelea kuichafua hali ya amani ya nchi yetu. Kuna maisha ambayo tunayotakiwa tuishi. Baada ya kusema haya, Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashehe, kuna ratiba ya shukurani. Naomba tutulie kidogo. Kuna ratiba ya shukurani. Wakati watu wanatawaza, wale ambao hawana udhu, tutatengeneza mazingira ya kuswalia kina baba na kina mama. Kwa naomba turudi katika nafasi zetu, ili tukisema kina baba tukae hapa na kina mama tukae hapa. Naomba twende polepole. Watakaoingia kaburini kuna Ahmed Saidi, Yahya Dafi, Ustazi Juma Rashidi, Hamisi Abdalla, Adamu Haji, Ayubu Saidi na Diwani wa Makuro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
watu wote tunaenda kuzika ili wale madhara yaliyotolewa kwamba wasiweze kuendelea ya mama.
Ustazi Abdul Fattah. Jamani, hapa hivi mambo. Mheshimiwa. Tasukumana huko jamani. Alafu mtoe nafasi kule hewa. بسم الله وبالله وعلى ملة رسوله. 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 Sogezeni tofali. Taratibu.
Wamekuja na nini?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sasa tutafute jiwe ili tukizungumza sunna ya Mtume sallallahu angalau kile ambacho tunakiweza na kiko ndani ya uwezo wetu, idha amartukum bi shay'in fa'tu bihi masata'tum, ili sisi tunaliweza. Jiwe lije hapa tuliweke inshallah. Maneno machache kabisa ya kusema. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha faragha min ad-dafn qala istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Mtume sallallahu alikuwa akimaliza kuzika kama hivi. Kwa akimaliza kuzika kama hivi, anasema, anawaambia wale ambao wako pembezoni mwake, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anawaambia istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Muombeeni ndugu yenu msamaha, kwani sasa hivi anaulizwa. Kwa imani ya Kiislamu, maiti akifa anafuatwa na vitu vitatu. Anafuatwa na mali yake, mali yake imemfuata. Anasema wanawazuoni inawezekana sanda amenunua kwa hela zake. Anafuatwa na ndugu zake, ndugu zake ndio mimi na wewe tumekuja hapa. Vile vile maiti anafuatwa na amali zake, yale matendo yake mema ambayo alikuwa anafanya duniani. Japo kwenye matendo ima ni mema au ni mabaya, ndio atakayebaki nayo. Lakini vyote hivi vitarudi. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Vitu viwili vitabaki, vitarudi. Familia itaondoka, mali yake hajaja nayo yote hapa, hajazikwa na mali yake, na nyingine itaondoka, itabaki, atabaki na matendo yake. Kwa hiyo kilichopo hapa, Mtume sallallahu alikuwa anawaambia maswahaba, istaghfiru li akhikum fa innahu la'ana yus'alu was'alullaha lahu at-tathbita. Muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati. Kwa mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakimaliza kuzika, unyayo wa mwisho unaoondoka, unyayo wa mwisho, yani mtu wa mwisho kuondoka makaburini, maiti anasikia zile nyayo. Na hapo ndo maiti anaanza kuhuzunika. Na hapo ndo maiti anaanza kulia, bwana ndugu zangu wote wananiacha. Baada ya hapo wanaingia malakani al-Munkar wa Nakir, wanamkalisha ukaaji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kaifiyataha. Allah ndo anajua kaifia yake. Hatusemi atakalishwa kwenye kiti, hatuchamzika na kiti hapa. Hatusemi atakalishwa sijui vipi. Mazingira ya ndani yanajulikana katika barzakh. Lakini imani ya Kiislamu, atakalishwa ndugu yetu, ataulizwa maswali matatu ambayo ni mutafaqun alayhi. Maswali matatu ambayo ndio wanawazuoni wote wa Kiislamu wameyafikiana. Swali la kwanza ataulizwa man rabbuka. Wapo wanawazuoni wanasema ataulizwa wewe jina lako nani? Utasema mimi ni fulani. Haya, wewe ukisema jina lako ni Haruna, ukisema jina lako ni Juma, jina lako ni Hamisi, man rabbuka, nani mula wako? Kama uliishi kwa mazingira ya kumtambua yule aliyokuumba, kama uliishi kwa mazingira ya kumtambua yule aliyokuumba, utasema Rabbi Allah. Hili utalijibu bila wasiwasi wowote. Na mazingira ya kuishi kama alivyoamrisha Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ni mazingira ya ibada, kufanya mema na kuacha mabaya. Hayo ndio mazingira. Kwa hiyo tukisema mazingira ya kumjua Allah, sio kumjua Allah kwa jina. Kwa hiyo hilo ni swali la kwanza. Swali la pili utaulizwa ma nabiyuka. Ma nabiyuka, nabii wako ni nani? Wewe Muislamu ambao unasema Rabbi Allah, nabii wako ni nani? Watu wote katika ulimwengu, Waislamu na wale ambao sio Waislamu, nabii wa umma huu tena ni akhirul anbiya, la nabiyya ba'dahu, huwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili jina linajulikana. Kama uliishi kwa mfumo wa kumtambua Mtume sallallahu kwa kuwa ni wa Allah, na amekuja kwa ujumbe kutoka kwa Allah, na ameamrisha mambo ambayo tuyafuate ya Allah, utasema Muhammadun nabii. Utajibu bila wasiwasi wowote kwa kifua kipana. Na utaongea lugha ya Kiarabu. Leo nasema bwana Kiarabu mimi nitaongeaje? Mimi sijui. Hizi ni habari zingine. Utaongea lugha ya Kiarabu. Hatujaambiwa maiti atasemeshwa lugha yoyote sio kwa Kiarabu. Utaulizwa man rabbuka, Kiarabu hivyo wewe utajibu.
leo unaongea Kinyaturu, leo Kifaransa, leo Kichina, leo nini, utaongea Kiarabu siku hiyo. Utasema Muhammad Rasul nabii, utasema Muhammad nabii wangu, utaongea Kiarabu. Lakini kwa sharti uliishi kwa kumfahamu Muhammad ni nani, alikuja kufanya nini. Wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Aliyokuja nayo Mtume sallallahu yachukueni. Mtume amekuja watu waswali swala 5, watu wasiache kuswali, watu waache kusengenya, watu waache kufitinisha, watu waache mambo kaza yale Mtume sallallahu ameyakataza. Maadamu umeishi kwa mfumo huo, utasema Muhammadu nabii. Swali la mwisho ambalo ni kubwa kuliko yote, wama dinuka, dini yako ni ipi? Na dini wanapotuambia wanawazuoni wa Kiislamu, dini ndio sababu ya wewe kwenda kulipwa. Maana wanasema adinu huwa aljaza, dini ndio malipo. Kwa hiyo tutaishi hapa na dini zetu sisi Muislamu, malipo yako ataenda kulingana na dini ya Kiislamu. Wewe unasema mimi ni Mkristo, malipo yako ataenda kulingana na dini yako ya Kikristo. Lakini kwa kuwa tunazungumza katika msiba wa Kiislamu, wa may yabta ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Inna dina 'inda Allahi al-islam, dini ya haki mbele ya Allah ni dini ya Kiislamu. Atakayechagua dini nyingine sio kwa Kiislamu, hiyo dini haitokubalika na siku ya kiyama atakuwa ni katika wenye hasara. Ndugu yangu Muislamu, wanasema wanawazuoni, ukifaulu haya maswali matatu kaburini, manaja minhunna fama ba'dahu aisaru, ukiweza kufaulu maswali ya kaburini, kitakachoendelea baada hapo ni jepesi, maana yake unaipata pepo. Ndivyo akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma yakuna hufratun min hufari niran wa imma yakuna rawdatun min riyadil janna. Kaburi la yoyote katika sisi Waislamu, la yoyote katika atakayekufa, linagawanyika katika sifa kuu mbili. Kaburi lako imaliwe ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni, hii ni kulingana na matendo uliyofanya. Na kaburi lako imaliwe ni shimo katika mashimo ni bustani katika mabustani ya peponi, yanalingana na matendo uliyofanya. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno machache ambayo alikuwa anayazungumza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hapa tunazika katika makaburi ya familia. Tunazika katika makaburi ya nini? Ya familia. Tunaikumbusha familia mimbabi tadhkiri wa tambihi, ikiwezekana wa taalim. Inawezekana tunawazindua wanajua, inawezekana wameghafilika, inawezekana tunawafundisha hawajui, lakini mimi naamini wanajua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaha ani binaa ala alqabri. Mtume sallallahu amekataza kujengea makaburi. Alhamdulillah, hapa mimi niko nyumbani na mimi ni mwana familia. Hata kama utasema siko ndani, lakini vile vile huwezi kunitoa nje. Tumeanza kujenga muda mrefu, kuzika muda mrefu, na makaburi hapo hapa muda mrefu, bado hiyo hali imekaa vizuri. Naongea nikiwa na ndugu zangu Sheikh Ahmad na wengineo, hii hali tuendelee kuidumisha, kwamba kaburi lisijengewe na wala tusiwe na wasiwasi. Kaburi lisijengewe hata kama watajengea kina nani. Maana haya leo sisi tunayazungumza, watu watasema hawa watu hawa ndio wenyewe waga hawajengeki. Tunasema haya ni maneno ya nani? Ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ni hiyo hiyo, lakini mimi nimetaja hii moja. Hadithi imekataza kujengea, hadithi imekataza kuandika, hadithi imekataza kujengea na ile kufanya tajisis, ambao leo zamani watu walikuwa wanaweka kama chokaa au mnaweka tofali, leo inawekwa paka marumaru. Haya yote yamekatazwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna jambo ambalo hilo limethibiti shar'an wa aqlan, nani ambayo yuko tayari kukaa juu ya kaburi? Sio la Haruna, sio la Haruna. Kaburi lolote pale, kuna kaburi, hatujawaambia watu kuna kaburi pale, lakini kila mtu yuko mbali na kukaa juu ya nini? Ya kaburi. Nenda kwenye makaburi ya pale Angamu tunajua. Nenda makaburi ya ukoo yamejaa hapa, kila watu wamezika kwenye, nani anakaga juu ya kaburi?